Sasa hivi watu wanauma magonjwa mengi ya kujirudia. Sawa? Magonjwa mengi ya kujirudia. Sababu kubwa nini? Unakuwa kuna sumu nyingi na takataka ndani ya mwili, ndio inayopelekea hiyo changamoto. Sababu hivi vyakula vya viwandani. Sasa ukikaa siku 3 bila kula, utaupunguzia mwili wako kazi ya kumeng'enya chakula. Kwa hiyo mwili wako utashughulika na kuweza kurekebisha hali ya mwili. Kumbuka mwili wako wewe una uwezo wa kujitibia ugonjwa wote ule bila kuhitaji dawa. Mwili wako unao huo uwezo kabisa. Kwa sababu mwili wako unafanya kazi kubwa mbili ndani ya mwili. Kazi ya kwanza ni kumeng'enya chakula. Lakini kazi ya pili ni kuhakikisha kile chakula kimekaa katika hali ambayo inahitajika ndani ya mwili ili kiweze kutumika. Sasa endapo utakuwa hauli wakati huu, na maana mwili wako utakuwa unafanya kazi moja tu ya kujirekebisha, utakuwa hauna kazi ya kumeng'enya chakula. Na wakati unafanya hivi sasa utatakiwa kunywa maji. Kwa sababu maji yamedhibitika kutibu magonjwa zaidi ya 39. Maji pekee yake. Okay. Kutibu magonjwa zaidi ya 39. Kumbe maji ni dawa. Inaitwa tiba maji. Ambayo sasa hii inatakiwa uitumie unapoamka asubuhi kabla kufanya shughuli yoyote ile. Unatakiwa unywe maji glasi 4. Kwa wale ambao hawawezi, unaweza kuanza na glasi 1 ukawa unaongeza taratibu kiwango. Kwa hiyo endapo utakuwa huli chakula, alafu unakunywa maji, na maana utaurahisishia mwili wako sasa, utakuwa unapata oksijeni nyingi sana, utaweza kujitibia magonjwa mbalimbali bila kupata shida kubwa sana. Kwa sababu mwili wako wewe unao uwezo wa kujitibia ugonjwa wowote ule bila kuhitaji kitu kingine chochote kile. Endapo utaupunguzia shughuli ya kumeng'enya ili ufanye kazi moja tu ya kujitibia wenyewe. Mwili wako unaweza kujitibia na kuondoa ugonjwa wote ule ambao uko ndani yako. Kwa hiyo ukiupunguzia hii kazi ya kumeng'enya, mwili wako utabaki na kazi moja tu ya kuweza kujitibia na kuhakikisha kitu kimekaa sawa. Mwili wako wenyewe unajua kitu gani kiko sawa, na mwili wako wenyewe peke yake una uwezo wa kurekebisha kile kitu kikakaa vizuri kabisa. Okay. Basi tuichukue hiyo kutoka kwa Dr. Grayson Babishomba. Kumbuka